Asante. Kwa majina naitwa Kiza Mayeye, ni mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Bajeti hii ya serikali ambayo sasa hivi tunaijadili wabunge, ambayo imewasilishwa na waziri wa fedha, kwanza ni thubutu kusema ni bajeti ambayo ukitazama kwa kusoma unaweza ukaona inakwenda kuwakomboa Watanzania, kwa sababu ina vitu vizuri vingi ambavyo vimewekwa pale, lakini Watanzania hawahitaji tu bajeti ya kwenye makaratasi takwimu, wanataka bajeti ambayo itakwenda kutekeleza na kutatua matatizo ya wananchi. Sasa ukiitazama bajeti hii ya sasa, kwanza imekuwa kubwa tofauti na bajeti ambayo imepita, ambapo tunaona waziri anaomba trilioni 62. Ukweli ni kwamba mimi nikiitazama hii bajeti bado sioni asilimia kubwa kama inakwenda kumkomboa mlalahoi wa Kitanzania kwa sababu zifuatazo. Kwanza nikianza kuzungumzia deni la taifa, tunaona kabisa ni deni ambalo limekuwa kwa asilimia 40, ambapo tunaangalia sasa hivi deni letu limefika trilioni 114. Lakini ukitazama interest ambayo tunailipa kutoka kwenye hili deni ni zaidi ya trilioni 6, zote tunapeleka kwenye kulipa deni. Kwa hiyo unatazama kabisa kwamba matatizo ya wananchi, changamoto za wananchi, miradi ambayo wananchi wanatakiwa itatuliwe, asilimia 40 yote inakwenda kulipa deni. Yaani mapato yetu ambayo tunayakusanya, asilimia 40 tunakwenda kulipa hili deni la taifa. Na mimi nimekuwa nikipata wakati mgumu sana ninaposikia kwamba takwimu ya uchumi inakwenda vizuri, iko juu. Sijajua huu uchumi uko juu ni kwa namna gani, kwa sababu tukirudi kwa wananchi wana hali mbaya sana. Ukishuka huko vijijini chini, wananchi wana hali mbaya, wako wananchi hawana uhakika wa kula hata milo mitatu. Lakini huku tunakuja kuambiwa uchumi uko vizuri, uchumi unapanda. Sasa uchumi unapanda kwenye sekta, kwenye mlengo upi? Kwa sababu uchumi unapanda, upande katika miradi ya kimaendeleo, lakini upande katika mifuko ya wananchi pia. Sasa ukija kwenye bajeti hii ya waziri, napata mashaka kuona kwamba hii miradi itakwenda kutekelezeka kweli, kwa sababu tumekuwa na utaratibu wa kupitisha budget, lakini miradi haiendi kutekelezeka. Na tunaona hata katika ripoti ya CAG mwenyewe anaonyesha kwamba kuna miradi ambayo hata bajeti iliyopita bado haijakamilika mpaka sasa. Leo tumeongeza tena bajeti nyingine ya trilioni 62. Unajaribu kujiuliza, hii miradi tutakwenda kuitekeleza au inakuwa business as usual? Kila wakati tunapitisha bajeti lakini miradi haiendi kutekelezeka. Sasa tukirudi kwenye bajeti hii, kuna vitu ambavyo kesho nachangia, natamani kuishauri serikali na kumshauri waziri wa fedha wavirekebishe. Cha kwanza ni holding tax ambayo wameiweka kwa wakulima ya 1%. Nchi yetu ya Tanzania, nchi za wenzetu wanajikita katika kumsaidia mkulima, ambaye wakulima wengi hapa Tanzania ndio asilimia kubwa ni wakulima. Wanalima kwa shida, wengine hawapati mbolea ya ruzuku, wanashindwa kupata mazao ambayo ni bora kwa sababu ya uchumi ulio duni, mbolea ya ruzuku hakuna, hawana utaalamu wowote. Ninapoona sasa waziri anakwenda kuweka withholding tax ya 1% kwa wakulima, naona kama ni kuongeza mzigo kwa wananchi, kwa sababu hawa wakulima sasa, hii withholding tax ambayo wamewekewa itawafanya wao hata mazao bei kuwa kubwa, na bei ikiwa kubwa ya mazao tunakwenda kumtesa huyu mwananchi wa chini asiye na uhakika wa kula hata milo mitatu kwa siku, kwa sababu maisha yatapanda, chakula kitapanda, bei zitapanda. Kwa hiyo natamani na nitamshauri Mheshimiwa Waziri wa Fedha, hii withholding tax ya 1% kwa wakulima waiondoe, na tuone namna gani ya kuwasaidia wakulima wazalishe kwa wingi, tupate ndani ya nchi, lakini na nje ya nchi kiende pia. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nimeyaona katika budget, lakini swala lingine ambalo nitakwenda kuishauri serikali, Tanzania tuna changamoto ya ajira kwa vijana. Asilimia kubwa ya vijana wako mtaani, wanamaliza ni degree holder, ni masters, ni certificate, diploma, wako mtaani hawana ajira. Wengi wametoka kuacha tabia za uhalifu za wizi,
uvibaka, wameamua kukimbilia kwenye ajira ya bodaboda ambayo ndio ukweli kwa sasa inatuchukulia vijana wengi wa Kitanzania. Lakini leo unaona usajili tunatoka kwenye 65,000 na tunakwenda kwenye 115,000 na tafsiri yake ni kwamba kama hiyo 65 yenyewe vijana walikuwa wanahangaika, leo umewaongezea, maana yake wanakwenda kuhangaika zaidi, na wako watu watakaoacha hii biashara ya bodaboda kwa sababu ya kukosa pesa. Kwa hiyo mimi nilitarajia kwamba serikali sasa, kwa kuona hii sekta ya bodaboda imewasaidia vijana wengi, ingeendelea kuwasaidia, sio kuwalundikia matozo yatakayowafanya wakimbie na warudi mtaani, turudi kufuga wezi na vibaka. Kwa hiyo nitamshauri Mheshimiwa Waziri wa Fedha waiache kama ilivyokuwa au ikibidi kuipunguza zaidi, lakini sio kuwaongezea. Lakini mbali na hawa vijana bodaboda, tunapoongeza hizi tozo huku kwenye hiki chombo cha moto, maana yake hata usafirishaji kule bei zitapanda. Bei zikipanda, mtu kama alinunua bodaboda mwaka huu kwa milioni 2, sasa hivi akaja akainunua kwa milioni 3, automatic itakwenda kuwaathiri wananchi wa tabaka la chini ambao ndio wanatumia bodaboda, kwa sababu hata bei ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine itazidi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nimeyaona katika budget, lakini jambo lingine ni swala zima la mafuta ambalo natamani kuishauri serikali tuwekeze katika mazao ambayo yatatupa mafuta. Mfano, mchikichi. Leo Malaysia ni nchi ya pili duniani kwa kuzalisha mafuta yaliyotokana na mchikichi. Mbegu walitoa Kigoma, tena kwenye jimbo langu la Kigoma Kaskazini pale Simbo. Lakini leo sisi Tanzania ambao ndo tulitoa mbegu, sisi ndo tunaotumia dola na pesa nyingi za walalahoi wa Kitanzania kuagiza nini? Mafuta. Kwa hiyo mimi natamani hizi tozo ambazo zinakwenda huko kwenye mafuta ya kupikia, waziri aone namna gani tuboreshe kilimo chetu cha alizeti, michikichi, tuwaite wawekezaji, tuwe na viwanda, tukamue wenyewe mafuta, tupate mafuta wenyewe hapa, instead ya kuongeza matozo alafu tunaendelea kutumia gharama kuagiza mafuta kutoka nje. Kwa hiyo haya ni machache ambayo nimeyaona katika bajeti, lakini rai yangu kwa serikali, bajeti hii twende tukatekeleze miradi ya kimaendeleo kwa wananchi. Wananchi tunataka mabadiliko, wananchi tunataka maendeleo. Miradi mingi imekuwa haitekelezeki kwa wakati. Ukitazama tuna barabara nyingi ambazo ziko pending, ambazo tungeweza kuzikamilisha, zingechochea uchumi katika majimbo yetu. Lakini pia tunaangalia vituo vya afya. Leo kuna vituo vya afya ambavyo hakuna hata dawa za kutosha. Mama anakwenda anapeleka mtoto, tunaambiwa mtoto chini ya miaka 5 anatibiwa bure, lakini unaambiwa dawa hii hakuna, nenda kanunue pharmacy. Tunatamani kuona hospitali zetu zinaboreka, tunatamani kuona vituo vya afya ambavyo kata hawana zijengwe, mashuleni hali ziwe nzuri. Kwa hiyo tunatamani kuona bajeti hii inakwenda kutekeleza hiyo miradi, lakini kwa ufupi na kwa kumalizia, hali ya Watanzania mifukoni ni mbaya. Serikali ione namna gani ya kuboresha uchumi kuwasaidia, na tunaanza hapa kwa kuondoa tozo ambazo zitaenda kuwapa mzigo wananchi. Asante. Asante sana Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Waziri.